msikilizaji au mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye studio zetu za Wakesho Media. Tunaongelea tu kuhusu siasa ya Kenya, jinsi inavyoendeshwa na upinzani pamoja na waliomo ama wenye wako kwenye uongozi. Na hapa hivi leo tumetembelewa na mchanganuzi wa siasa, mzoefu kwenye siasa. Atatueleza kwa majina anaitwa nani, anatoka sehemu gani, ili tuanze na utege sikio, usiende mbali, ili uweze kujua au kubaini jinsi siasa ya Kenya ambavyo inavyoendeshwa na Mheshimiwa Raila Odinga na Excellent William Ruto. Karibu mgeni wetu. Asante sana. Kama mlivyosikia, ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Natoka katika kaunti ya Trans Nzoia. Na majina yangu ni Silas Oktoi. Yes. Siasa za Kenya ziko sawa kulingana na mimi kufikia sasa. Na licha ya kuwa kuna Mkenya mmoja, wawili, watatu wanajaribu kupiga kelele. Yes. Lakini mimi kivyangu sifikiria kwamba kisiasa tumekaa vibaya. Na hivi karibuni tu kwenye mitandao ya kijamii au ukiangalia sehemu tofauti tofauti, unakuta mheshimiwa aliyekuwa naibu wa rais Mr. Kindiki ambavyo anaendesha upande wa upinzani. Maana saizi ameshazindua chama chake, anaendesha chama chake, anasema Mr. William Ruto ama Mheshimiwa William Ruto atakuwa kwenye awamu moja au atakuwa kwenye uongozi tamoja. Asante sana kwa swali hilo. Nafikiri Rigathi Gachagua alitolewa katika nafasi ya unaibu wa rais kwa sababu yeye hakwenda kule kuwakilisha Wakenya kwa jumla. Yeye siasa zake, kama unavyosikia rais akisema kila siku, ana siasa za mgawanyiko, ana siasa za kikabila, kwa sababu ikiwa wewe ni naibu rais wa taifa la Kenya, hawezi kuambia Wakenya kwamba kuna shares ambazo zimetengwa kwa watu wa Central Region. Hiyo ni ubaguzi wa hali ya juu, na ndio maana tunasema kwamba hata afungue chama, nisikia sijui inaitwa DCP. Yes. Kufungua chama, kila mtu anaweza kufungua chama chake, lakini cha msingi ni kwamba ili aweze kuwa kiongozi anayekubaliwa hapa Kenya, ni sharti ajue kwamba Kenya ina kabila zaidi ya 42 na kila Mkenya ana haki ya kupata maendeleo katika taifa letu. Ana haki ya kupata maendeleo, sijakataa, lakini ukiangalia ameungana na wenzake wenye wako kwenye upinzani. Kuna Eugene Wamalwa, kuna Kalonzo Musyoka, kuna Fred Matiang'i aliyekuwa CS, na kuna wengine na wengineo ambao wameshikana nao ili kuungana na kumuondoa President Mr. William Ruto. Naam, ni jambo la kawaida katika kila serikali, lazima kuwe na upinzani, lakini kuwepo kwa upinzani si tatizo kubwa. Tatizo kubwa ni kwamba Rigathi Gachagua, machungu yake ya kuondolewa katika kiti, anataka Wakenya waumie kwa sababu yeye ameondolewa. Na yeye hajaondolewa kwa sababu ya ubaguzi, ameondolewa kwa sababu ya tabia zake, kwa sababu ni mtu ambaye hakutaka maendeleo yafanyike katika sehemu zingine za Kenya. Kwa sababu unapoingia katika kiti useme tumetega mitego ya kunasa watu fulani ili wasiweze kupata huduma za kiserikali, na maana kwamba wewe hauko tayari kuhudumia Wakenya. Na hizi labda tabia alikuwa amezificha, ndio amezizundua wakati ametoka kwenye uongozi. Mbona wakati akiwa pale kwenye uongozi, mbona hizi tabia kwa ameongelea, ama watu hawako wamejua yanayoendelea kwenye serikali? Nafikiri alipokuwa katika uongozi mambo hayakuwa mabaya. Yes. Sababu mbele kuna mipango ambayo nafikiri rais alikuwa nayo, mipango ya kuhakikisha kwamba kama nilivyokuambia pale mwanzo, kila Mkenya anapata huduma za serikali. Yeah. Na katika kufanya harakati hiyo, kuna watu ambao labda Rigathi Gachagua alitaka wapate sehemu fulani ya mgao wa kiserikali, lakini rais akakataa, kwa maana yeye alitaka kufanya kazi ambayo inajumuisha Wakenya wote kwa jumla. Na kutokana na hilo basi huenda ndio Rigathi Gachagua akaamua hapana, akaweza kujiondoa na wale watu wengine ambao wanatoka katika region yake. Na hivi majuzi tumeangalia wabunge wakitekwa nyara, wengine wanasema sijui wamejiteka wenyewe nyara.
Hivi ukiangalia kama mchanganuzi wa siasa, hii tabia ambayo inaendelea Kenya ni serikali au ni mtu kutaka maarufu, au mtu alikuwa na makosa yake akawa anaandamwa na kushikwa na majuzizi wa serikali, labda yeye mwenyewe alijitakia ili apoteze kesi ambayo inamwandama, nikiongelea huyu mbunge wa Juja, kile kitu ambacho alikifanya labda hivi Jumapili iliyopita. Baadaye DCI wakaweza kufuatilia wakakuta kuwa alijiteka nyara mwenyewe na akaenda kwenye chumba fulani hivi akafanya sherehe. Mwisho wa siku kesho yake akaondoka tena akaenda kwenye akaenda sehemu karibu na kwake ili watu wadhani ametekwa nyara na serikali, lakini hadi saizi hatujaelezwa hii kesi inaendaje au ashanaswa. Hatujui jambo kuu ambalo lilikuwa linasababisha yeye mwenyewe kujishika au kufanya kila alichokifanya. Kama wewe mchanganuzi wa tueleze nini kiliendelea. Kama nilivyosema pale mbele, Rigathi Gachagua kuna machungu ambayo anayo na anataka Wakenya wamuonee huruma. Yes. Ndiposa hata baada ya kuondolewa alikuwa akiandaa mikutano akijaribu kwenda katika mazishi, na ukaona vurugu zikawa zikiamka. Mwisho ilibainika kwamba yeye mwenyewe ndiye alikuwa na mpango wa kuweza kuvuruga yale mazishi ili Wakenya waweze kumhurumia, aweze kupata ile kwa Kiingereza tunaita sympathy. Sasa kuna watu ambao wanafanya kazi pamoja na Gachagua, na miongoni mwao kuna huyo MP wa Juja anaitwa Kiumburi. Yeye yuko katika timu hiyo ya kuhakikisha kwamba mpango wa Gachagua wa kuweza kuonea huruma na Wakenya unafua dafu. Na kuna wakati ambapo kiongozi wa wengi katika bunge alikuwa katika mahojiano na Al Jazeera au ni worldwide news, na alipokuwa akiojiwa aliulizwa kuhusiana na masuala ya watu kutekwa nyara, na akasema kwamba kuna watu ambao huwa wanajipangia kule kujiteka nyara, stage planning, wameplan ionekana kwamba wametekwa nyara ili waweze kupata kuonewa huruma, kupata ile sympathy. Na ndio kitu ambacho Gachagua amefanya. Tukiangalia Kiumburi, mahali ambapo Kiumburi alipatikana lile shamba, tukiangalia hospitali ambayo alipelekwa pale Karen Hospital, alipelekwa na gari lake. Naam, hospitali hiyo ndio tena ilitumika kuweza wakati wa kumuondoa Gachagua pale Senate, ikasemekana kwamba yeye ni mgonjwa, ana ugonjwa fulani wa moyo, akaweza kupelekwa pale Karen Hospital. Kwa hivyo kando na hayo mambo yote, pia lazima tuchunguze, tujue Karen Hospital ni ya nani na inatumika kufanya nini, kwa sababu huenda labda ndio inajaribu kuchafua hisia za Wakenya. Na labda upande mwingine ukiangalia saizi kulingana jinsi nchi inavyoendelea, Mheshimiwa Ruto ama President Excellent, saizi kila pembe ya nchi ameweza kuzindua hizi vyumba vya affordable house au vyumba vya bei nafuu. Ukiangalia watu wengi wanamunga mkono, wanampigia makofi akisema kila ambacho anakifanya ni kizuri. Hivi venye unaona hiyo ndio inaweza kusababisha awamu ijao ama uchaguzi ujao arudi kwenye uongozi? Kuhusiana na Profesa William Samoei Ruto kuweza kurudi katika uongozi, nafikiri ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida. Yeye ana nafasi baada ya kuendelea kuwahudumia Wakenya. Kuna projects ambazo ameanzisha, na William Samoei Ruto hakuchaguliwa kwa misingi ya kikabila wala kwa misingi mingine yoyote ya uovu, bali alichaguliwa kwa sababu ya ile manifesto aliyokuwa nayo, na miongoni mwao kulikuwa na affordable housing project ambayo inaendelea mpaka sasa. Umeangalia pale Mukuru, watu wamepewa nyumba, vyumba vinaendelea kujengwa. Kwa hivyo lazima apate nafasi aweze kukamilisha miradi ambayo ameanzisha. Naam. Ukiangalia tena siku ya leo ameungana na Mheshimiwa Raila Odinga kuanzia ilikuwa on Thursday, waliandamana pamoja kuelekea sehemu za Kisumu, na tumeona kwa siku ya leo ya Madaraka Day ama huduma inaitwa Madaraka Day, ameweza kuzindua vyumba vingine kule na sehemu tofauti tofauti. Kuna barabara ambazo zimeongelewa hivi. Ukiangalia huko hivyo sehemu za Nyanza,
Si mara kadhaa sema hivyo, lakini hatujui hiyo amu itafanyika. Kulingana na jinsi siasa zimekaa za kule Nyanza, Yes. tangu mbele wakati ambapo Raila Amolo Odinga aka Baba Yes. aliweza kuungana na William Samoei Ruto. Yes. Miradi imefanyika kule ya hali ya juu, barabara ni safi kabisa, ukiingia Homa Bay mambo iko safi. Na ndio ujue ya kwamba Raila Amolo Odinga anamaanisha kitu ambacho anasema wakati ambapo anasema ya kwamba anaunga serikali ya William Samoei Ruto Yes. mkono ili iendelee kufanyia Wakenya kazi. Raila Odinga mwenyewe ametoa shamba yake ekari 5, shamba ya pesa za Kenya shilingi milioni 700. Yes. Kuweza kupatia serikali ya Kenya ili wajengee Wakenya nyumba za bei nafuu. Kwa hivyo hiyo inatuonyesha tu kwamba kuna faida ambayo Wakenya wanapata kutokana na uongozi wa William Samoei. Kidogo tumsikize Mheshimiwa Raila akiongea pale sehemu za Nyanza siku ya leo. Mwenye mitambo anasema kidogo atarudi, tuendelee, atatuletea hizo picha moja kwa moja. Tukirudi hapa kidogo, ukiangalia saizi watu wenye walikuwa kwenye upinzani 65% au 70% wote wamevutwa, wameelekea upande wa UDA ama upande wa Mheshimiwa Rais. Je, unaangalia wale watu ni mtego wametegwa au waliingia pale hivyo ili kufanyia wananchi kazi? Katika siasa huwa tunaangalia interest. Yes. Mtu anaenda mahali ambapo anajua kuna faida ambayo ataipata, kuna faida ambayo ataletea watu wake na kadhalika. Pia inategemea na ugomvi ambao unaweza kuwa au mgogoro baina ya yule kiongozi na serikali ambayo inahudumu. Kwa mfano, ukiangalia kaunti ya Trans Nzoia kuna gavana wao ambaye anaitwa George Natembeya. Yes. Yeye hatembei na serikali. Yeah. Kumaanisha kwamba interest yake haiko pamoja na serikali ya Kenya. Lakini tukirudi pale haswa kwa swali, nimesema kwamba 1% kubwa ya watu waliokuwa katika upinzani sasa wapo katika serikali. Na hiyo inaongezea serikali alama, licha ya kuwa kuna 1% kidogo ambao serikali imepoteza, wale ambao wamejiunga labda na huyu Rigathi Gachagua na akina Eugene Wamalwa na vile vile akina Kalonzo Musyoka na wale wengine. Lakini igunduliwe kuwa hata pale mbeleni bado Kalonzo hakuwa kimuunga mkono rais. Yeah. Igunduliwe pia kuwa pale mbeleni Eugene Wamalwa hakuwa kimuunga rais na Natembeya hakuwa kimuunga rais. Kwa hivyo rais bado ana nafasi tu ya kuweza kuhudumia Kenya kwa kipindi kingine cha miaka 5. Na ukiendelea kuzungumzia hilo, wakijiunga wote upande wa uongozi, atakayesalia kwenye upinzani ni nani? Upinzani hawana mtu. Upinzani wamechanganyikiwa. Yes. Kwa sababu hata mwenyewe ukitie katika ratili utaona kwamba hamna mtu ambaye yuko tayari kung'ang'ana na William Samoei Ruto. Nani? Kuna kule sehemu za Kisii walizindua aliyekuwa CS wa education Professor Matiang'i. Tukakuja tukaangalia George Natembeya pia amesimama pale. Tumekuja tukaangalia Simba Arati pia kuna wakati alikuwa anataka kuania kile kiti. Bila kusahau kuna huyo mbunge wa Mumias pia Mr. Salase pia alikuwa amesema atasimama kwenye urais awamu ya 6. Wapo watu wengi. Kuna jambo ambalo lazima Wakenya wafahamu. Yes. Kwamba unapotaka kuchagua rais wa taifa, yes, lazima uhakikishe unachagua rais ambaye ana uzito, ambaye ana ile kitu tunaita support. Yes. Kwa mfano tukiangalia, umeanza kwa kutoa mfano wa Fred Matiang'i. Matiang'i ukiangalia population yake, wapigaji kura wake hawatoshi. Kwa hivyo hata akichaguliwa atakuwa amepata kura kutoka katika sehemu, katika regions zingine ambapo yes, tuchukue mfano wa Central iwapo watamwachia Matiang'i Jubilee, yes, asimame kuwa rais wa Kenya, yeah, na wampatie kura, basi wao watakuwa na uwezo wa kufanya kile kitu ambacho tunaita manipulation. Yeah. Watakuwa wakimuongoza, unastahili kufanya hivi, unastahili kufanya hivi kwa sababu tulikupigia kura. Yeah. Lakini ukiangalia
Central kipindi cha upigaji kura kilichopita walimuunga William Samoei Ruto mkono, na sasa hawana uwezo wa kuweza kumdictate William Samoei Ruto kwa sababu pia naye ana stronghold yake, ana wale watu ambao anastahili kuongoza. Kwa hivyo watakapomwambia nenda hivi ana uwezo wa kukataa, na ndipo umeona mgogoro umeinuka. Na pale mwanzo kama sijakosea ulikuwa mwaka wa pili baada ya rais kuingia kwenye uongozi, wa pili ndio ulikuwa manzanza, bado wale watu wa Central wakawa wanalalamika, wakawa wanalia vyumba vyao, mali zao zinaangamizwa na serikali, na wakakuja wakasema huyo Mr. President William Ruto atutampa kwenye uongozi awamu ya 6 ama atachukua second term, ataenda second term. Na hivi sasa wewe kama mchanganuzi wa siasa, uone kuwa amewashika watu wakubwa, tuseme wenye wako na pesa kidogo, ili wamsupport, wafinyilia watu wa chini, ili wale wa chini wadhanie amesonga karibu nao, na mwanzoni au mbeleni alikuwa ameharibu mali zao. Wewe kama mchanganuzi unaweza kaongelea je hilo swala, ili angalau watazamaji waweke sawa? Kitu ambacho naweza kusema katika kampeni za William Samoei Ruto alikuwa anamulika wale watu wa chini, akizungumza mambo ya mtu wa bodaboda, akizungumza mambo ya mama pima, mambo ya mama mboga. Kuna kitu ambacho alikuwa akimaanisha. Hata Gachagua pia alikuwa naye akimwambia mambo ya deep state, mambo ya system, mambo ya state capture. State capture ni kitu ambacho kimeangamiza Kenya kwa asilimia kubwa sana. Mfano mzuri kabisa ni jumba la KICC. Mfano mwingine ni kituo cha KDC. Mfano mwingine ni Jomo Kenyatta pale International Airport. Kuna Kenya Airways. Ukiangalia kwa muda sana, those institutions hazijakuwa zikileta faida yoyote mezani. Na si eti kwamba faida haipo. Hawezi kuniambia kwamba KQ, Kenya Airways, haitengenezi faida yoyote. Hawezi kuniambia kwamba KICC hakuna faida ambayo inaleta katika taifa la Kenya. Hawezi kuniambia kwamba KBC station hakuna faida inaleta katika taifa la Kenya. Faida inakuja, lakini kuna wale tycoons. Sasa wale ambao tunaita sasa state capture, wale tycoons ambao wananyakua ile faida ili isiwafikie wananchi wa kawaida. Na ni kitu ambacho William Samoei Ruto amefanya. Amejaribu kuwazuia wale tycoons. KQ amezuia wale tycoons KICC. Na hilo ndio limepelekea watu kama kina Rigathi Gachagua kukataa uongozi wa William Samoei Ruto. Okay, mtazamaji wangu, popote ulipotuma ujumbe mfupi pale, tunaendelea na maswali na mwanasheria au mchanganuzi wa siasa za Kenya. Na juma lijalo tutakuwa na mchanganuzi mwenye ako kwenye upinzani, pia inaweza katueleza yapi yenye Kenya au yenye Kenya yetu inafanya, tuone nje. Na kama tujatoka huko, tujampa kwa heri mgeni wetu, kila ambacho tunataka tuongelee ni kuhusu hizi nchi tatu ambazo ziko East Africa. Kenya, tunaongelea Kenya, Tanzania na Uganda. Hivi ukiangalia Uganda, hivi majuzi siku yenye ilikuwa ya maombi, ulikuta mheshimiwa wa Uganda ama president wa Uganda Yoweri Museveni pamoja na mkewe waliweza kuomba wana Uganda msamaha kwa jumla kulingana jinsi ambavyo ameendesha uongozi wao. Sasa kila kitu ambacho kinashtua watu wa East Africa ama watu kwa jumla ulimwengu, anataka kujiuzulu ama ni ile kuomba msamaha ili aendelee na awamu yake, au anataka kuretire. Unajua kuna tofauti ya kuretire na kujiuzulu. Hapo hivyo sasa tunataka tuweke sawa, angalau msikilizaji au mtazamaji aweze kufahamu yanayoendelea Uganda. Swali safi sana. Taifa la Uganda unaweza kulizungumzia kivivyote vile kama haujatangamana na wale watu. Kuna wakati ambapo kulikuja wapinzani kama vile Kizza Besigye, kuja Robert Kyagulanyi ambaye mwimbaji huyu anajiita Bobi Wine, wakijaribu kumpinga yule Yoweri Kaguta Museveni. Na kivyangu mimi, kabla ya kufika kule
kuweza kuona hali ya kule inakaa namna gani, wananchi huko wanasema namna gani. Nilikuwa nikifikiria kwamba labda Yoweri Kaguta Museveni anastahili kutoka katika kiti ili awaachie pia wengine wafanye nini, waweze kuongoza. Lakini tatizo likawa ni nini? Ukitembea katika sehemu za ndani mwa Uganda, uulize watu kuhusiana na siasa, wao hawana shida. Mtu anakuambia mimi nimezaliwa nikampata katika kiti, iweje sasa mimi nimuondoe? Kwa hivyo wale watu ambao labda wanapiga kelele tu kutoka mjini kule Kampala, lakini ndani wako sawa sana na Yoweri Kaguta Museveni. Ila sijui kwa nini amezungumza kuhusiana na hilo, lakini nachojua ni kwamba sidhani kama asilimia kubwa ya watu wa Uganda wako tayari kukuwa na rais mwingine tofauti kando na Yoweri Kaguta Museveni. Ukiangalia Uganda wajaienda kwenye kuandamana kwa ajili ya chakula, labda nini, huko kwenye chakula kiko sawa, kila kitu kiko sawa, labda tu kuandamana kwao ni ile tu wabadilishiwe uongozi, angalau mtu mwingine aje kwenye uongozi, mtu tofauti na yule ambayo umetaja kitu wamezaliwa. Kuna wengi wao wamezaliwa kimkuta, labda watu wako hivyo wanataka tu wamuondoe, angalau atoke, mtu mwingine aingie, jinsi hizi nchi zingine zinavyofanya. Labda ni hilo tu wanataka. Sidhani kama ni hivyo, kwa sababu nilivyokueleza wananchi wa kule wako sawa. Wale ambao hawako sawa ni wachache tu, na ambao kura zao hazijatosha kuweza kumpitisha mtu yoyote. Na Yoweri Kaguta nafikiri kwa sasa si kiongozi mbaya, kwa sababu yeye kitu ambacho ameangalia na kitu ambacho pia Kenya tunastahili kuangalia ni tuhakikishe tumbo za wananchi wetu ziko sawa. Mambo ya kilimo Uganda yako sawa kabisa. Kwa hivyo vitu vingine ambao labda watahitaji ni maendeleo mengine ya mabarabara, maendeleo mengine mambo kama ya stima. Lakini sidhani kama kuna kitu ambacho kinaweza wasukuma kiwango cha wao kukataa ya kwamba Yoweri si kiongozi mzuri. Na tuvuke kwingine tuelekee Tanzania. Tuzungumzie mambo mawili matatu ambayo yametingiza vichwa vya watu wengi wa mashariki. Ukiangalia aliyekuwa mwenye yupo saizi Samia Suluhu, aliweza kusimama kwenye vyombo vya habari akasema kwa mtu yote asidhania ataenda kwenye nchi yake labda kuleta vurugu huko ama kuenda kufanya shughuli yoyote huko hivyo, kulingana upande wa siasa. Hakutaja upande mwingine kama biashara, hapana, alisema upande wa siasa. Hivi walishika huyo Tundu Lissu. Ukiangalia kama hapa Kenya waweza wakashika mwenye ako kwenye upinzani, mbona Tanzania washike mtu mwenye ako kwenye upinzani? Naweza kusema hivi, kisiasa kidogo Kenya sisi tumejengeka. Na hatuwezi kulinganishwa na taifa kama la Tanzania. Tanzania kuna wangali chini kidogo. Lakini sisi kuna hatua ambayo tumepiga ambayo Tanzania itawachukua muda sana kuweza kufikia pale. Lakini Tundu Lissu tangu nimjue ni mtu ambaye amekuwa kiongozi wa upinzani kwa muda mrefu. Alikuwa pia wakati wa marehemu hayati Magufuli. Na kuna wakati alipigwa risasi zaidi ya 7. Akalazwa kwa muda mrefu sana. Sasa ndio amerudi tu tena, ndio amejikuta katika upinzani. Na anavyozungumza kuhusiana na mchango wa watu kutoka katika mataifa mengine kupelekwa Tanzania ili kuweza kupinga uongozi wa Samia Suluhu, yuko sawa kabisa, kwa sababu iweje tena mtu ameondoka katika taifa lao. Kwa mfano tuchukue mfano wa Martha Karua. Karua siasa za Kenya zimemlemea. Sasa ameondoka ameenda Tanzania kuweza kuchochea upinzani. Hilo jambo halistahili. Kwa hivyo naweza sema Samia Suluhu yuko sawa kabisa. Siasa za Tanzania ziachiwe wana Tanzania. Wako kwenye uchaguzi huu mwaka mwezi wa 9 hapo hivyo, na kinachoshangaza wengi, uchaguzi utafanywaje bila upinzani, au kuna mtu mwingine atajitokeza asimame kwenye upinzani? Kabla pia ya kuzungumzia upinzani au kuamua huko katika sehemu ya upinzani au ya uongozi, lazima tuangalie kiongozi ambayo yuko. Je, kiongozi huyu anastahili kuondolewa? Na kama anastahili kuondolewa, kuna sababu ambazo zinaweza kufanya aweze kuondolewa. Kwa hivyo sijaona Watanzania wenyewe wakilalamika kwa wingi kuhusiana na uongozi wa Samia Suluhu, kumaanisha asilimia kubwa
Yes. ya Watanzania bado tutampigia kura Samia. Maana amenasa kote. Na tukiachana na labda sehemu tofauti turudi hapa Kenya, siasa za Kenya tukimalizia, ukiangalia huko sehemu za magharibi huko hivyo, Mheshimiwa Rais amezungumzia mambo mengi kulingana na uzinduzi wa mashini ya sukari. Hata hivi leo amezungumzia kuhusu hiyo mashini bado kwanza tena upya. Ili swala ni swala ambalo litakuwa linaongelewa kila wakati akitembelea sehemu za magharibi, sehemu za Nyanza. Ili swala venye unaona kama mchanganuzi litakuwa ni swala la kujiendeleza tu, kila wakati tutaanzisha na inaenda inarudi inaisha hivyo. Mimi ninavyojua na muona kiongozi wetu William Samoei Ruto, Yes. mtu ambaye husema na kutenda. Yeah. Kabla ya kuingia katika serikali alikuwa na manifesto yake, akasema kuna vitu ambavyo ataweza kuvifanya. Na ni mtu ambaye akiahidi kitu huwa anatoa. Kwa hivyo ukiona hajatoa, jua labda yuko katika mipango ya kuweza kukamilisha. Kwa hivyo kama alivyoahidi mambo ya affordable housing anashughulikia. Mambo ya bei ya vyakula anajaribu kila uchao kuweza kushughulikia. Mambo ya barabara anajaribu kushughulikia. Mfano mzuri ni pale kuna wakati walikuwa katika kanisa mmoja na Sakaja kule Soweto, na akatoa ahadi ya kwamba barabara aliyopitia hakuamini kama wananchi wanapita katika barabara hiyo. Na akasema kwamba atashughulikia barabara hiyo. Na kweli alitengeneza barabara. Kwa hivyo anavyozungumza kuhusu mashini ya kusiaga sukari, na kuhakikisha kwamba hataondoka katika kiti kabla hajatimiza ahadi hiyo. Nakumbuka amesalia na chini ya miaka 2 aondoke kwenye kiti. Na si miaka 2, ana mingine 5. Nimekosea, ana mingine 5 ya kuja. Hiyo ilikuwa kwenye manifesto yake ya miaka 5, tuseme chini ya miaka 5. Lakini nilikuwa na mchanganuzi fulani hivi naye akaniambia kulingana na ile swala angekamilisha zile promises zenye alikuwa ameambiwa wa Kenya, lakini hapo katikati kulikuwa na mvurugano wa vijana ambao labda walikuja wakaharibu manifesto yake. Ndio maana saizi akakuja akapunguza kidogo, maana vijana walikuwa wanaharibu vitu, inabidi zile pesa baada arudishe huko hivyo kutengeneza. Kama ukiangalia ile hiyo barabara yenye aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta alitengeneza, hiyo super highway, vijana walikuja wakaiharibu, bado ikakuja ikatengenezwa. Nakumbuka na zile pesa tu ambazo zinatolewa kwenye ushuru ambao angeweka hizo pesa ili kutengeneza hiyo machine. So hii swala la labda kukamilisha mission zingine ama zile promise zingine, labda tutarajie awamu ijao kama Mungu atamjalia ingie kwenye uongozi. Ninavyojua mimi, kila kitu ambacho rais amezungumzia kiko katika mpango. Kwa hivyo mpango upo wa kuweza kutengeneza ile mashini kama alivyozungumzia. Na nilivyokueleza mwanzo, mimi nimemfuata tangu alipoanza kule chini akiwa na URP kusema na kutenda. Amekuwa ni mtu wa kutenda. Kwa hivyo iwapo ameahidi kitu na hajatenda, jua kwamba iko njiani, na kama haiko njiani kuna vizuizi ambavyo vimetokea kuweza kuzuia. Lakini ninavyojua kama ametoa ahadi atakamilisha. Na labda sehemu zingine tukiangalia sehemu zingine unaona amekuja hapo katikati akabadilisha CS. Labda tuseme wakati Mheshimiwa Raila Odinga alishindwa uchaguzi wa kule AU, akarudi tu immediately akakuja akabadilisha CS. Anaweza kuwa Raila Odinga alisababisha Mheshimiwa Ruto kutoa CS wenye waliokuwa wa upande wa kwake na kuwaleta kuchukua upande wa upinzani wa ODM kuingia katika uongozi. Na ukiangalia CS wenye walitolewa kwa wengi ni wale wetu wenye walikuwa na support Mheshimiwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Hivi swali langu ni, anaweza kuwa Mheshimiwa Raila Odinga alisababisha au akaja kaingia kwenye uongozi? Swali nzuri sana, na kukujibu unaweza kusema kwamba ni vigumu sana wewe kupinga kitu ambacho uko ndani tayari. Kwa hivyo Rigathi Gachagua alikuwa ni mtu ambaye anapinga mambo ya serikali. Unapata William Samoei Ruto anasimama huku anatoa hotuba tofauti,
naye upande mwingine Rigathi anasimama anatoa hotuba tofauti. Kwa hivyo inaonekana kwamba ni kuna mvutano baina yao. Na siwezi kusema kwamba kushindwa kwa Raila Odinga kulichangia kuandikwa kwa akina Gundai, akina Joho. Hapana. Kile kitu ambacho kilichangia wao watu kutoka Nyanza na sehemu zingine za Kenya kuweza kupata nafasi ya kuweza kuongoza wa Kenya ni kutokana na jinsi rais alifunguka macho. Akajua kwamba Rigathi Gachagua sio mtu ambaye anastahili kufanya kazi naye. Akajua kwamba pia kuna wale watu ambao wako katika serikali lakini wanaichuna hiyo serikali. Kwa hivyo ndipo sasa akakuja na kitu kinaitwa broad based government ambayo inajumuisha kila mtu. Ndipo sasa tukawa na watu kama vile akina Oparanya wakipata nafasi, tukawa na watu kama vile akina Mbadi wakapata nafasi kuweza kuhudumia wa Kenya, kwa sababu ni Kenya kwa jumla, broad based government. Shukran sana. Huyo alikuwa mgeni wetu, mchanganuzi wa siasa. Atatueleza tu unaweza kumpata wapi katika mitandao yake ya kijamii. Ukimfuatilia labda uko na swali unataka kumuuliza pale hivyo, ataeleza handle zake za mitandao ya kijamii, naweza kumfuata pale. Labda waeleze wa Kenya au yule ambaye anatazama hiki kipindi anaweza kukupata wapi ili kwa maswali kadha wa kadha. Asante sana. Kwa majina kama nilivyosema pale mbele ni Silas Kutoi, na nikasema kwamba natoka katika sehemu county ya Trans Nzoia kule kwa gavana na Tembea, na niko katika mtandao upande wa Facebook kunajiita Kutoi Sila, na account mbili, kuna Kutoi Sila na kuna Silas Kutoi. Kwa X nipate kwa Silas_Kutoi, upande wa TikTok The Hunter, IG Silas_Kutoi. Nafikiri tutapatana kule, tutazungumza mengi, mipango ni mingi, mambo ni mengi. Unaweza kuwa labda umechanganywa kuhusiana na mambo ya siasa, tutakufungua macho ili kufahamu siasa ya Kenya inakaa namna gani, ili muhula wa uchaguzi utakapofika usichanganyikiwe. Asante sana. Asante sana, karibu. Asante. Karibu na karibu tena. Msikilizaji wangu popote ulipo au mtazamaji wangu popote ulipo, jinsi mmesikia mgeni wetu wa siku ya leo ameeleza mambo kadha wa kadha kulingana na jinsi uongozi unavyoendeshwa hapa Kenya. Na ameongea maneno matamu, ameongea maneno mazuri. Tuma comment yako pale hivyo, uliza swali pale hivyo katika mtandao wa kijamii pale hivyo ni Wakesho 41 TV. Upande wa TikTok, upande wa Facebook ni Timeless Wakesho, upande wa YouTube ni Timeless Wakesho, au kuna handle lingine ni Wakesho Media _ tukutane kwenye burudani ya pili. Acha tupungie upande wa pili, tukaupunge upepo au tukaupunge unyunyu. Tukutane majaliwa.